Bwana mtazamaji wa Anuari TV, karibu ndani ya The Golden Boot, na kwa wakati huu tunakwenda kuangazia kile ambacho kinawahusu wekundu wa Msimbazi Simba na kipengele cha mkataba ambacho kilikuwa kinamhusu na mzabuni wa jezi za wekundu wa Msimbazi Simba, kampuni ya Jairut iliyoko chini ya mkurugenzi Joel Rwegasia, ambaye kwa siku ya jana ahadi yake ya basi aina la Iliza ambalo lilikuwa ni sehemu ya bonus ama kipengele cha mkataba ambacho ilikuwa ni ahadi kwa mashabiki wa Simba anaweza kutimiza kwenye klabu hiyo, la kuwapatia basi kwa ajili ya wachezaji kwa ajili ya kusafiria kwenda maeneo mbalimbali pale ambako timu hiyo itakuwa ina safari. Hatimaye imetimia mara baada ya basi hilo kwa siku ya jana kuwasili nchini kupitia bandari ya Salama, Dar es Salaam, ambako basi hilo ndilo ambalo liliweza kuwasili moja kwa moja. Stories zimekuwa nyingi, watu wengi wakiwa wanalizungumza basi hili kinagaubaga kwamba ni basi ambalo muda mrefu limekaa pasipo kutumika kutokana na vita ambavyo vinaendelea huko Mashariki ya Kati, kitu ambacho kikaifanya iwe ngumu kwa basi hilo kuweza kufika kwa wakati nchini Tanzania. Lakini kwa mujibu wa taarifa za ndani ambazo niko nazo ni kwamba basi hili limewasili likiwa lina taratibu zote za kimkataba, lakini pia ni basi ambalo sio used kwa namna vile ambavyo watu wengi wamekuwa wanasema, lakini ni basi ambalo moja kwa moja limewasili likiwa halina changamoto yoyote, licha kwamba limekuja likiwa halina muonekano ambavyo kama watu wengi walikuwa wanategemea kuweza kuliona, pengine likiwa tayari limeshawekewa stika za jezi ya kwa maana ya rangi ya Simba, ama kuweza kuwekewa michoro ambayo pengine watu wengi wangeiona wangeweza kufikiri basi ni jipya moja kwa moja. Tukumbuke kwamba basi hili wekundu wa Msimbazi Simba walilitengeneza kutoka kampuni moja huko nchi za nje, ikiwa ni sehemu ya design yao wenyewe wekundu wa Msimbazi Simba, kwa vile ambavyo walidesign basi hili na kutaka liwe vile ambavyo tumelishuhudia katika mitandao mbalimbali ya kijamii basi hili likifanania. Tukumbuke kwamba hiki ni kipengele ambacho wekundu wa Msimbazi Simba wakati wanasaini mkataba na kampuni ya Jairut chini ya mkurugenzi wake Joel Rwegasia, kulikuwa kuna kipengele cha makubaliano kwamba mzabuni ataweka bonasi ya kununua gari aina ya Iliza, ikiwa ni sehemu ya kipengele cha mkataba ambacho waliingiana. Acha tukumbuke kwamba Jairut amekuwa ni mdhamini ambaye anatimiza zile ahadi ambazo aliahidi wakati msimu huu unaanza, pale ambako aliingia mkataba na wekundu wa Msimbazi Simba. Tukumbuke kwamba alianza na ahadi ya kumleta mchezaji ambaye atamgharamikia yeye gharama zote za usajili, na hatimaye tukamshuhudia Ino Jospin Loemba akawasili nchini, ikiwa ni ahadi ya Jairut ambayo aliitoa kwa mashabiki wa wekundu wa Msimbazi Simba kwamba atamleta mchezaji ambaye atakuwa ni mkubwa na anaweza kuwa sehemu ya kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba. Lakini ahadi ya pili ambayo aliitoa ni ya ujenzi wa uwanja, lakini tumeona pia mchakato huo ukiwa unaendelea na maandalizi mbalimbali yakiwa tayari yameshaanza kwa ajili ya mchakato huo kwa wekundu wa Msimbazi Simba kuweza kuanza ujenzi wao wa uwanja. Kwa hiyo jambo ambalo lilikuwa limesalia ni kuhusiana na basi aina ya Iliza ambalo mashabiki wengi wa Simba, wanachama wa Simba walikuwa wakisubiri kwa hamu, na hatimaye kwa siku ya jana limeweza kuwasili nchini, ikiwa ni sehemu ya ahadi ambayo Jairut aliitoa. Basi limeshawasili nchini, kilichobakia kama nilivyokuambia hapo awali mtazamaji kwamba ni kuifanyia branding. Na branding yenyewe ni kwa namna gani? Kwanza lazima wahakikishe kwamba gari limepigwa stika za rangi ya Simba kwa maana nyekundu, lakini pia zenye nembo ya mdhamini, lakini pia bila kusahau nembo ya wekundu wa Msimbazi Simba, kwa sababu hili ni gari ambalo litakwenda kutumiwa na wachezaji, bila kusahau benchi la ufundi, lakini pia viongozi katika mechi zao ambazo watakuwa wanazielekea katika michezo mbalimbali ya ligi kuu soka Tanzania bara, lakini pia mechi nyingine ambazo Simba wataamua kutumia usafiri wa basi hilo. Hii inaendelea kujenga umoja na Jairut kuendelea kujiaminisha na wanachama, lakini pia mashabiki wa Simba kutokana na kuweza kutekeleza zile ahadi ambazo wakati msimu ulianza aliweza kuziahidi kinaga ubaga, na hatimaye tumeshuhudia ahadi zote tayari zimeshawasili, licha ya kwamba bado wekundu wa Msimbazi Simba wao
hawajaziripoti taarifa hizi za kuwasili kwa basi kutokea huko ambako waliziagiza. Kwa hiyo basi tayari lipo nchini, na kama tulivyoshuhudia zile picha ambazo zilikuwa zinatembea mitandaoni, basi limefika, na ni kweli ni aina ya Eliza, na ni basi ambalo wekundu wa Msimbazi Simba nafikiri watakwenda kunufaika nalo na kuwa miongoni mwa klabu ambayo inatumia usafiri wa kisasa pale ambako watakwenda kuzielekea mechi zao kinagaubaga. Hebu tuambie kwenye comment mtazamaji ambaye ni shabiki ya wekundu wa Msimbazi Simba, basi la Simba kwa maana Eliza ambalo tayari limeshawasili, kitu gani ambacho unaweza kufikiria ama unaweza ukakizungumza juu ya mzabuni wa wekundu wa Msimbazi Simba kwa maana ya Jerut chini ya mkurugenzi wake Joel Rogasia ambacho wanakifanya kwenye klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba. Asante kwa kuwa nami mwanzo mpaka tamati. Naitwa Leopard John, endelea kuwa nasi Anuari TV hadi wakati mwingine. Kwa heri kwa sasa.